Amen. Funika macho tuombe. Mtakatifu Mungu uliye mwema, jina lako ni kuu sana na uaminifu wako wadumu hata milele. Asante kwa jioni nzuri uliotupa. Neema yako itufunike sahihi tunapoenda kusikiliza maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, ninakukaribisha sahihi. Tufundishe watoto wako, nasi tuko tayari kusikia. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Somo ambalo Mungu ametupa jioni hii lina kichwa kinachosema nguvu ya kibali cha Mungu. Somo lina kichwa kinachosema nguvu ya kibali cha Mungu. Nguvu ya kibali cha Mungu. Na somo letu lina malengo makubwa mawili. Yako malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kutufundisha maana ya kibali. Lengo la kwanza ni kujifunza maana ya kibali. Na lengo la pili ni kutambua faida za kibali. Lengo la pili ni kutambua faida za kibali. Faida za kibali. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 44. Zaburi 44 ule mstari wa 3. Zaburi sura ya 44 mstari wa 3, Biblia inasema, maana si kwa upanga wao walimiliki nchi, wala si kwa mkono wao uliowaokoa, bali mkono wa kuume, naam, mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Kwa kuwa uliwaridhia. Nisikilize vizuri. Moja kati ya tabia kubwa sana ya Mungu, Mungu ana tabia ya kuonyesha uweza wake na nguvu zake mahali ambapo nguvu zetu na uwezo wetu umeshindwa. Kwa hiyo mahali popote ambapo elimu yako imeshindwa kusaidia, vyeti vimeshindwa kusaidia, uwezo umeshindwa kusaidia, hiyo ni ishara kwamba kwenye hilo eneo unahitaji msaada wa Mungu na unahitaji nguvu za Mungu ziingilie kati na kukusaidia. Maandiko ambayo tumesoma anatufundisha juu ya taifa la Israeli, namna alivyowatoa kwenye nchi ya Misri na namna alivyowaingiza na kuwamilikisha nchi ya Kanaani. Biblia inasema haikuwa kwa uwezo wao wala kwa mkono wao, bali ni kwa mkono wa Mungu wenye nguvu, kwa sababu Mungu aliwaridhia au aliwakubali, aliwaridhia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kilichowatoa taifa la Israeli utumwani ulikuwa ni mkono wa Mungu, lakini kilichotoa ruhusa au kibali cha mkono wa Mungu kuwatoa Misri na kuwamilikisha nchi ilikuwa ni kibali cha Mungu. Kwa hiyo kibali cha Mungu kwenye maisha ya mtu ni kama vile mtu anasema, ondoa uwezo wako, ondoa vyeti vyako, utatumia uwezo wangu kufanikiwa, utatumia nguvu zangu kufanikiwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema haikuwa kwa uwezo wao wala kwa nguvu zao, bali kwa mkono wa Mungu, kwa sababu Mungu aliwaridhia. Bwana asifiwe. Sasa nataka tuangalie tafsiri za maana ya neno kibali. Taeleza kwa mtasari tafsiri kama 3. Tafsiri ya kwanza, kibali ni hali ya mtu kupendwa na kukubalika na watu. Kibali ni hali ya mtu kupendwa na kukubalika na watu. Kibali ni hali ya mtu kupendwa na kukubalika na watu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo
Mtu mwenye kibali kwenye familia ni mtu anayependwa kwenye familia. Mtu mwenye kibali kwenye jamii ni mtu anayependwa kwenye jamii. Na unisikilize, watu hawakupendi kwa sababu ya muonekano wako. Watu wanakupenda kwa sababu kibali kiko juu yako. Na saa nyingine watu wanasukuma kukupenda, hawana hata sababu ya msingi ya kwa nini wanakupenda. Ni kwa sababu kibali cha Mungu kipo juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kibali cha Mungu ni hali ya mtu kupendwa na kukubalika na watu kwenye jamii au kwenye familia au kwenye taasisi. Na unisikilize tena vizuri sana. Kinyume cha kibali ni kukataliwa au kukosa kibali. Mtu asiye na kibali ni mtu anayechukiwa, ni mtu aliyekataliwa, na wanakuchukia bila sababu yoyote. Unajua, ukikosa kibali kwenye maisha yako, kila mtu anaanza kukasirikia. Hata kama hujamtendea neno lote baya, unaweza kuwa unajipitia tu kwa uzuri, watu wakawa wanakusonya tu, wanakusema vibaya. Haujawakosea, haujasema lolote, wanasikia tu kukuchukia bila sababu. Hiyo ni ishara kwamba hauna kibali kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Angalia kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37. Mwanzo 37 mstari wa 3. Mwanzo 37 mstari wa 3. Biblia inasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona Yusufu na baba yake mzee Yakobo. Huyo mzee alikuwa na watoto wengi kwenye familia yake, lakini Yusufu alipata kibali cha pekee kwa baba, na hicho kibali kilimsukuma baba yake kumpenda kuliko watoto wengine wote. Maandiko yanasema akampenda Yusufu, na matokeo yake akamshonia kanzu ndefu. Tuangalie tafsiri ya pili. Kibali ni mkono wa Mungu. Kibali ni mkono wa Mungu unaokuja katika kiwango chetu ili kutuleta katika kiwango cha Mungu. Ni mkono wa Mungu unaokuja katika kiwango chetu ili kutuleta kwenye kiwango cha Mungu. Ni mkono wa Mungu unaokuja katika kiwango chetu ili kutuleta katika kiwango cha Mungu. Kwa hiyo kibali cha Mungu kikikaa juu ya mtu, kinamwezesha huyo mtu kufanya vitu ambavyo asingeweza kuvifanya kwa uwezo wake. Ni mkono wa Mungu unaokuja katika kiwango chako na unakuwezesha katika kiwango chako kufanya mambo ambayo uwezo wako, elimu yako na nguvu yako isingeweza kufanya. Kibali kikaa juu ya mtu kinakufungulia milango ambayo kwa uwezo wa kibinadamu hiyo milango isingeweza kufunguka. Mfano mzuri namuona mtumishi wa Mungu Yusufu. Mfikirie Yusufu yuko jela. Kwa kawaida mtu akiwa jela unajiondolea sifa za kupata nafasi nyingine yoyote ile. Huwezi kuteuliwa, huwezi kuwa kiongozi, huwezi kupata nafasi nyeti serikalini. Lakini maandiko yanasema Mungu alikuwa pamoja naye, akamfadhili na akambariki. Cheki kilichotokea. Alimtoa katika kiwango cha chini kule jela, akamweka katika nafasi ya kuwa waziri mkuu Ikulu. Maana yake nini? Kibali kikija juu ya maisha ya mtu hakibadilishi mazingira yako, ila kinatengeneza mazingira ya wewe kufanikiwa kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Kwa hiyo kibali cha Mungu ni mkono wa Mungu
unaokuja katika kiwango chetu ili kutuleta katika kiwango cha Mungu. Tafsiri ya tatu, kibali ni upendeleo wa Mungu unaomfanya Mungu, ni upendeleo wa Mungu unaomfanya mtu akubalike mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ni upendeleo wa Mungu unaomfanya mtu akubalike mbele za Mungu na akubalike mbele za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendeleo wa Mungu unaomfanya mtu akubalike mbele za Mungu na akubalike mbele za watu. Kwa hiyo kibali cha Mungu hakikufanyi tu upendwe na watu, lakini kibali cha Mungu ni mkono wa Mungu unaogusa mioyo ya watu wengine, wakupe nafasi, wakufungulie fursa na wakupe mema kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kibali ndicho kinachofanya watu waguswe kukupa nafasi, kukupa cheo na kukupa fursa kwenye maisha yako. Mfikirie Daudi ambaye ni mchunga kondoo, anatoka kuchunga kondoo, anapelekwa kwenye nafasi ya waziri mkuu. Mfikirie Esther, yupo kwenye nchi ya utumwa, anatolewa katika hali ya chini, anafanya kuwa malkia kwenye nchi ya ugeni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka tuangalie faida za kibali. Faida za kibali. Na unisikilize vizuri. Takupa faida 4, alafu tutaingia kuomba. Faida ya kwanza, kibali kinakupa nafasi. Hii sauti hainiridhishi kabisa, sijui haisikiki vizuri kwenye masikio yangu, sijui niongezee. Haina testi ninayoitaka. Jeza basi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo hapo. So kibali kinakupa nafasi ndani ya moyo wa mtu. Hiyo faida ya kwanza. Kibali kinakupa nafasi ndani ya mioyo ya watu. Kibali kinakupa nafasi ndani ya mioyo ya watu. Kinakupa nafasi ndani ya mioyo ya watu. Nisikilize vizuri. Mtu mwenye kibali ni mtu aliye na nafasi kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo mtu mwenye nafasi kwenye kampuni ni mtu mwenye kibali kwenye kampuni, ni mtu mwenye nafasi kwenye mioyo ya watu wa hiyo kampuni. Mtu mwenye kibali kwenye taasisi ni mtu mwenye nafasi ya pekee kwenye hiyo taasisi. Mtu mwenye kibali kwenye jamii ni mtu mwenye nafasi ya pekee kwenye hiyo jamii. Na nafasi alionayo kwenye mioyo ya watu ndiyo inayomfanya apokelewe, akubalike na apewe mkono wa shirika kwenye hilo eneo. Unisikilize. Unapoona kijana anaomba Mungu ampe kibali kwa dada fulani, au dada anaomba kibali kwa kaka fulani, maana yake anaomba nafasi kwenye moyo wa huyo mtu, nafasi ya kupendwa, nafasi ya kuheshimika, nafasi ya kukubalika. Kibali ni nafasi alionayo mtu ndani ya mioyo ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unisikilize. Ukiona umepoteza kibali kwenye familia au kwenye taasisi, maana yake umepoteza nafasi kwenye mioyo ya watu wa hilo eneo. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu, omba Mungu akupe nafasi tena. Nafasi yako ikirudi na kibali chako kinarudi. Bwana asifiwe. Angalia kitabu kile cha Warumi. Warumi ile sura ya 15 mstari wa 30. Warumi 15
mstari wa 30 mpaka 31. Biblia inasema, ndugu zangu na wasii kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi kwa ajili yangu mbele za Mungu, kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, tena huduma yangu nilionayo huko Yerusalemu ikubalike na watakatifu. Ikubalike na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Hii ni habari ya Paulo, mtumishi wa Mungu. Paulo alipewa kitu kikubwa sana, lakini utumishi wake ulikataliwa. Mtumishi wa Mungu Paulo alipoanza utumishi, alikataliwa na watakatifu, akakataliwa pia na wasioamini. Maana yake alikataliwa na wapagani na alikataliwa pia na walokole kwa lugha ya leo. Na unisikilize vizuri. Paulo alipoona amekataliwa, aliamua kuita kikundi cha waombaji ili waweze kumwombea, aweze kupata kibali kwa watakatifu, apate kibali kwa watu walioko Yerusalemu. Nisikilize tena. Somo hili linatufundisha kitu kikubwa sana. Kumbe Mungu anaweza akakutuma kwa ajili ya kundi fulani, au akakutuma kwenye taasisi fulani, au amekupa mzigo wa kufanya kitu fulani, na bado mahali ulipotumwa ukakataliwa, usipokelewe, usipewe mkono wa shirika. Unaweza ukaitwa kuwa mtumishi na bado kwenye eneo ulilotumwa kutumika ukakataliwa, usipokelewe. Hakuna kitu kigumu kwenye utumishi kama Mungu kuweka mzigo ndani yako kwa ajili ya kuwahudumia watu, na watu uliotumwa kwao wakakukataa, wasikupokee, kwa sababu hawana sababu yoyote ya kueleza, hawakutaki tu, wamekataa. Nisikilize, inawezekana Mungu amekupa kitu cha biashara, lakini wateja kule sokoni wamekukataa. Inawezekana umepewa nafasi ya kuwa mkurugenzi, walio chini yako na mifumo imekukataa. Unapoona umekataliwa, na umekataliwa na mifumo, umekataliwa na watu, umekataliwa kwenye eneo ambalo ulitumwa kutumika kwao, eneo la kwanza, omba Mungu akufungulie milango. Kukataliwa kwako haimaanishi haukuitwa. Kukataliwa kwako haina maana huna mkono wa biashara. Kukataliwa kwako haina maana hauna kipawa. Maana yake nenda mbele za Bwana, omba Mungu akusaidie ili uweze kukubalika tena kwenye hilo eneo. Kwa sababu moja kati ya silaha anayotumia shetani kuzuia makusudi ya Mungu kwa watu, anawavika vazi la kukataliwa. Una kitu kizuri ndani yako, lakini watu wanakukataa na hauelewi kwa nini wanakukataa. Bwana asifiwe. Paulo alipoona amekataliwa, jambo la kwanza alifanya, aliomba ili aweze kukubaliwa tena kwenye mifumo iliyomkataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia, ile sura ya 2. Wagalatia sura ya 2. Ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Biblia inasema 7 mpaka 9. Bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekubaliwa, hebu sema nimekubaliwa, nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa wasiotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa ya kuwa nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Sikiliza vizuri. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paul. Biblia inasema Paulo alipookoka, watakatifu walimkataa kwa sababu walijua Paulo alikuwa muuaji, hawakumkubali.
alipoanza utumishi, mifumo ilimkataa. Lakini Paulo alipoenda mbele za Mungu kuomba ili akubalike na watakatifu, Mungu aliweka kibali juu yake. Maeneo waliomkataa jana, kibali kilipokuwa juu yake kilifungua mioyo yao na kikagusa mioyo ya mitume wamkubali na kumpa mkono wa shirika. Nisikilize vizuri, inawezekana na wewe hii ndio hali yako kwenye maisha yako. Unakataliwa na kila mtu, unakataliwa kwenye kampuni ulilopo, unajitahidi kufanya kazi kuliko mtu yeyote, lakini hakuna mtu anaona. Unakataliwa kwenye familia, una juhudi kuliko mtu yeyote kwenye familia, lakini hakuna naye kukubali. Unajipendekeza kwa wazazi wako, lakini wazazi hawaoni, hauna kibali kwao. Umepoteza nafasi kwenye mioyo yao. Paulo alipoteza nafasi, lakini kilichorudisha nafasi yake aliporudi mbele za Bwana kuomba kibali. Kibali kirudisha nafasi kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona kibali kimepotea mahali pa kazi, kwenye familia, kwenye biashara, jambo mojawapo unaloweza kuomba, omba Mungu akupe kibali, akupe kibali kwenye hilo eneo, ili uweze kupata nafasi kwenye mioyo ya watu wa hilo eneo. Watu wa Mungu, haleluya! Wangapi wananielewa? Jesus. Angalia kitabu cha Esther. Tumwangalie dada Esther. Kitabu cha Esther sura ya 4. Esther sura ya 4, ule mstari wa 15 na wa 16. Esther 4:15 na 16. Biblia inasema, basi Esther akawatuma ili wajumbe basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende wakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani ngomeni, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa kwa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wafanyakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, maana nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Sikiliza vizuri, hii habari inaanzia getini. Kulikuwa na ugomvi mkubwa kati ya Hamani na Mordekai. Kwa wale ambao hawajui historia ya Biblia, Mordekai alikuwa ni mjomba wa Esther. Hamani alikuwa ni kama amiri jeshi mkuu kwenye ile nchi, na Ahasuero alikuwa ni mfalme. Sasa Hamani akiwa anaingia kwenye lile lango, askari wote walikuwa wanakaa langoni, walikuwa wanainama namna hii, kwa kuwa amiri jeshi mkuu anapita. Lakini Mordekai yeye alikuwa hainami, kwa sababu yeye ni Myahudi. Mordekai alikuwa anajua anayestahili kuinamiwa ni Mungu peke yake na sio mwanadamu. Kwa hiyo wanapomuinamia namna hii, yeye alikuwa anasimama. Kwa akamtafsiri na kiburi, akafanya hivyo siku nyingi. Baadaye hasira ya Mordekai ikajaa, akaamua kuandika waraka mgumu sana, na mfalme akagonga muhuri juu ya huo waraka kwamba Wayahudi wote wanaoishi Shushani ngomeni wafe. Wakapitisha. Walipopitisha ule waraka kwamba Wayahudi wote wanatakiwa kuuawa, Mordekai akaogopa sana, na Wayahudi wakaingiwa na hofu kubwa sana. Baadaye Mordekai akatuma wajumbe waende kwa dada Esther, wakamwambie Esther, kuna taarifa mbaya kwenye nchi. Kuna waraka umeandikwa unaotaka Wayahudi wote wauawe, na unajua sheria za Wamedi na Waajemi, ikishaandikwa haiwezi kuvunjika. Ilivyoandikwa ndivyo itakavyotimia. Wale vijana wakaenda kwa Esther, na kwa wakati huu Esther alikuwa amepoteza mahusiano na mume wake mfalme Ahasuero. Mahusiano yalikuwa yamevunjika. Walikuwa na siku 30 hawaongei, hawawasiliani, 30 days ndani ya nyumba moja, hawana mawasiliano.
Esta alikuwa amepoteza nafasi kwenye moyo wa mume wake, na kwa sababu alipoteza nafasi, upendo uliondoka ndani ya moyo wa mume wake, kibali kiliondoka ndani ya mume wake, heshima aliyokuwa nayo kwa mume wake ilikuwa imepotea. Kwa hiyo ingawa bado yuko kwenye ile nyumba, lakini hana heshima kama jana, hana kibali kama jana, neno lake halina uzito kama jana. Watu wanamuona yuko kwenye nyumba hiyo hiyo, lakini kuna kitu kimeharibika. Inawezekana na wewe upo kwenye taasisi, tunaona uko kwenye hiyo taasisi, lakini moyo wako unavuja damu, hauna furaha. Wanakusema kushoto, wanakusema kulia, vikao pale, hujawahi kupata amani. Kwa nini? Umepoteza nafasi kwenye mioyo ya watu wa hiyo taasisi. Inawezekana wewe ni kwenye familia, hauna hiyo nafasi tena. Ulikuwa na nafasi kubwa ndani yako, lakini hiyo nafasi haiko. Huwezi ukasikilizwa. Ukijaribu kutoa mapendekezo, kila mtu anasema na yeye huyu anatoa mawazo gani? Kila mtu anaanza kuguna. Kwa nini? Ukishapoteza kibali, unapoteza mpaka nguvu ya maneno yako, na sauti yako inapoteza nguvu kwa watu. Hiyo ndio ilikuwa hali ya Esta. Esta akamwambia, rudini mkamwambie mjomba Mordekai kwamba sina nafasi tena. Mahusiano na anko yameharibika na mume wangu yameharibika. Lakini kamwambia mjomba, kuna kitu kiliniingiza Ikulu. Sikuja hapa kwa uwezo wangu, ni Mungu aliyenileta. Kuna upendo niliopendwa nao mwanzoni, kuna kibali alichoniona nacho mwanzoni. Twende tukaombe. Kawaambie Wayahudi wafunge siku 3 na ninyi mkafunge siku 3. Tukamuombe Mungu anirudishie kibali, anirudishie nafasi yangu. Mungu akinirudishia kibali, nitaenda kinyume cha utaratibu, kwa sababu kwa taratibu za Waamedi, ili umuone mfalme lazima unyoshewe fimbo ya dhahabu, na Esta alikuwa hajanyoshewa fimbo ya dhahabu. Ukimuona mfalme bila kunyoshewa fimbo ya dhahabu unaangamia. Akasema potele ya Morogoro, tutafunga siku 3, Mungu atanipa kibali. Nina uhakika Mungu atarudisha kibali, mfalme atanipokea. Lakini hata kama hatanipokea, nikiangamia na niangamie, nisipoangamia potele ya Morogoro. Wakafunga siku 3, wanaomba Mungu, tunaomba kibali, turejeshe nafasi, turejeshe kibali. Walipoomba kwa siku 3, Mungu akarudisha kibali kwa Esta, nafasi yake ikarudi. Angalia ile sura ya 5, ule mstari wa kwanza pale. Biblia inasema, ikawa siku ya 3 Esta akajivika mavazi ya mfalme, akasimama katika ua wa ndani wa mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme ameketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali. Hebu sema akapata kibali. Biblia inasema akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea fimbo ya dhahabu. Kukunyoshea fimbo ni ishara ya kwamba umekubalika na mfalme. Basi Esta akaikaribia, akaigusa ncha ya fimbo ya mfalme. Mfalme akamwambia, Malkia Esta, wataka nini? Nayo ni nini haja ulionayo? Utapewa hata nusu ya mfalme. Unaona, mfalme ameanza kujirumbusha. Kwenye Kiusa wanasema wamekaa siku 30 hawaongei, wamefunga siku 3. Mungu aliporudisha kibali, mme yule aliyekuwa anamkasirikia jana, alipoona kibali akamwita Malkia Esta. Alafu akaanza kumweleza mambo ambayo Esta hajaomba. Akasema, omba lolote, hata ukitaka nusu ya ufalme mimi nitakupa, wewe sema tu. Esta akapata nafasi ya kueleza jambo la wana wa Israeli kuuawa, na ule waraka ukachanwa na Israeli wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kibali, faida ya kwanza, unapata nafasi. Kinakupa nafasi kwenye mioyo ya watu. Mimi sijui kwenye maisha yako una hiyo nafasi kwenye mioyo ya watu. Angalia kwenye eneo ulilopo. Maisha bila kibali, watu wa Mungu, ni machungu.
hayana ladha, hayana furaha. Ni bora kutokuishi kuliko kuishi kwa uchungu na vilio. Ukikosa kibali ni wakati mgumu sana. Unahitaji kibali cha Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mstari mmoja naupenda sana kwenye Zaburi. Ngoja ni usome. Anasema Zaburi ya 90. Nimeamua tu kuchomekea, lakini ngoja ni usome. Au kuwa kwenye mpango tuchomekee. Anasema utoshibishe asubuhi kwa fadhili zako. Lile neno fadhili zako kwa Kiingereza limeandikwa favor, likiwa na maana ya kibali. Utoshibishe asubuhi kwa kibali chako, nasi tutashangilia na kufurahia siku zetu zote. Anasema ukitaka kufurahia maisha siku zako zote, tafuta kibali asubuhi. Anaposema tafuta kibali asubuhi, maana unapoanza jambo lolote, kitu cha kwanza tafuta Mungu. Kwenye mwanzo wako wote ule, hakikisha Mungu ndiye alfa wako. Unapoanza biashara, hakikisha unaanza na Mungu. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia haikuanza bila Mungu. Chochote kinachoanza bila Mungu hakiwezi kuwa na hatima, hakiwezi kuwa na mwisho. Ndio maana nimesema tafuteni kwanza ufalme na haki, na hayo mtazidishiwa. Na kitu kimojawapo kilichomo ndani ya ufalme ni kibali. Sasa ona, anasema utushibishe kibali asubuhi. Asubuhi ya mtu inaanza mwaka 0 mpaka 18. Hiyo ni asubuhi. Mchana wake ni miaka 18 mpaka 45. Jioni inaanza 45 mpaka 70. Hiyo ni jioni. Sasa Biblia inasema ili ufurahie maisha yako yote, tafuta kibali asubuhi. Maana yake kama una umri bado mdogo, kama kuna kitu kitakupa furaha maishani mwako, omba Mungu akufike kibali. Watoto wako wakiwa na kibali tangu wadogo, wataona neema. Wakiwa shuleni, watapendwa na walimu wao. Walimu watawapetipeti. Kila mtu anatamani awe na mtoto wako, ataishi maisha ya furaha. Akikosa kibali, anachukiwa na kila mtu, anaona dunia ni chungu. Ana miaka 15 ni kama mtu wa miaka 90. Kwa nini? Amezalisha sumu nyingi sana ndani, hana kibali. Ndio maana tunapoomba kwa ajili ya watoto, tunaomba kibali tangu wakiwa watoto. Wakiwa watoto, anaweza siwe ni mzuri sana, lakini kibali kikikuwa juu yake, kila mtu anatamani awe na yeye, kila anatamani aongee na yeye, anafurahiwa na kupendwa na watu. Tafuta kibali asubuhi. Na ile kwamba umri wako umeenda haina maana ya kwamba fadhili za Mungu zimeenda. Fadhili za Mungu ni zile zile jana, ni zile zile leo, ni zile zile kesho. Omba kibali leo, ufurahie maisha yako leo. Jamani, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia faida ya pili. Faida ya pili, kibali kinakupa upendeleo wa kiungu. Kibali kinakupa upendeleo wa kiungu. Kibali kinakupa upendeleo wa kiungu. Unisikilize vizuri. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu kupata vitu kwa sifa zake na mtu kupata vitu kwa upendeleo. Anayepata vitu kwa sifa amestahili, kwa sababu amesomea, ametaabikia, amehangaikia hicho kitu. Anayepata kwa upendeleo anapata kwa neema, kwa sababu Bwana amemlizia. Anayepata kwa upendeleo anapata kwa neema, kwa sababu Bwana amemlizia. Unisikilize, Mungu akiweka kibali juu ya maisha yako, kibali kitakufungulia milango
milango ya kupata kazi, milango ya kupendwa, milango ya wateja, milango ya upendeleo ya kiungu. Ngoja nijaribu namna hii. Mungu akiweka kibali juu ya maisha yako, kama ulienda kujaribu kuomba kazi mahali, wale watu wakasema hapana, hatukutaki, akikupa kibali leo, ofisi ile ile ambayo jana walisema hapana, hakuna kazi, hakuna nafasi, kwa sababu ya kibali. Kibali kitagusa mioyo ya wale watu kukupa nafasi, kukutendea mema. Haupati kwa sababu wewe ni mwema, ila kuna namna Mungu anaachilia upendeleo wake maalum unaokuwezesha kupata kile ambacho wengine hata wangefanya kwa miaka 20 wasingeweza kupata, lakini kibali kitakupa kirahisi. Bwana asifiwe, watu wa Mungu, haleluya. Mimi sio kama unanielewa. Angalia kitabu cha Kutoka ile sura ya 10. Kutoka 10:24. Kutoka 10:24. Biblia inasema, Farao akamwita Musa na akamwambia, haya, nendeni kamtumikie Bwana, kondoo zenu, ng'ombe zenu tu na waachwe watoto wenu waende pamoja nanyi. Yesu, kama mmesikia, anasema kondoo, dhahabu, mifugo ibaki Misri, watoto waende. Bwana Yesu asifiwe. Habari hii, Musa alikuwa ameenda kuomba kibali kwa mfalme watoke Misri waende Kanaani. Alipoenda kuomba kibali, mwanzoni alikataliwa, akakataliwa tena. Safari hii Mungu aliachilia kibali, lakini mfalme anamwambia Musa, kaa hapa, sina shida na ninyi kwenda Kanaani. Mnaweza enda na watoto wenu na wazee wenu na wake zenu, nendeni, nimewaruhusu, lakini siko tayari kuona mnaondoka na ng'ombe na kondoo na mifugo. Unaelewa anachosema? Manake mnaruhusiwa kwenda maskini, lakini siwaruhusu kuondoka na utajiri. Hivi unajua hiki ndio shetani huwa anafanya kwenye maisha ya watu. Shetani yuko tayari akuruhusu usaliwe mara ya pili, lakini hayuko tayari kuona umetajirika ndani ya ufalme. Shetani yuko tayari uanzishe kampuni, ufanye kazi mahali, uanzishe mradi, uanzishe biashara, lakini hayuko tayari kuona umenyanyuka kama super businessman, kama super businesswoman, kama mtu mkuu kwenye hilo eneo. Hayuko tayari. Sikilize, Mungu anapotaka kuinua watu wake kwenye eneo ambalo wamezuiliwa, wamekataliwa na amewekewa mpaka wasifanikiwe, njia mojawapo huitumia, anaweka kibali juu yao. Kibali kina kawaida ya kuvunja protocol na kuharibu mipaka na kumsaidia mtu mahali ambapo alishindwa kufanikiwa aone matokeo na aone baraka na aone ushindi. Haleluya, Yesu asifiwe jamani, haleluya. Tuangalie kitabu cha Kutoka 11. Sogea tu sura inayofuata pale mbele, ule mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasemaje? Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mme atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vya dhahabu. Bwana akawapa watu hawa kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wote wa Farao na machoni pa watu wake wote. Alafu tusome na sura ya 12, Kutoka 12
Twende pale 35 na 36. 35 na 36. Wana wa Israeli wakafanya neno lile la Musa. Narudia, wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana kawajalia kupendelewa, na Wamisri wakawapa kila walichotaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Sikiliza ile sura ya 11 ya 10 niliyosoma. Musa ameruhusiwa kuondoka, lakini ameruhusiwa kuondoka bila kitu. Wameenda mbele za Mungu kama Mungu, tumeruhusiwa kuondoka, lakini tumenyang'anywa kila kitu. Mungu akamwambia Musa, kawaite Waisraeli wote ukae nao. Hiyo ni sura ya 11. Waambie wanawake wote wachukue kila kitu wanachotaka kwa jirani zao, yani Wamisri, na waambie wanaume wachukue kila wanachotaka kwa Wamisri jirani zao. Na kitu Mungu alichofanya, Biblia inasema Mungu akawapa kibali wana wa Israeli mbele ya Wamisri. Ile sura ya 12 Biblia inasema wana wa Israeli wakatekeleza neno la Musa, wakafanya yote aliyoeleza Musa. Wakaenda kwa Misri, wakataka dhahabu, wakataka fedha, wakataka mifugo, na Mungu akawapa kupendelewa. Biblia inasema wana wa Misri wakawapa kila kitu ambacho Israeli walitaka, wakaviachilia kwao. Kwa hiyo wa Misri, wana wa Israeli walipokuwa natoka, walitoka na mali nyingi na baraka nyingi. Kwa nini? Kwa sababu baraka na kibali cha Mungu kilikuwa juu ya maisha yao. Nisikilize vizuri, kama hautaki kutoka mkono mtupu kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo taasisi, kwenye hiyo biashara, unahitaji kibali cha Mungu kikae juu ya maisha yako. Haujanielewa? Kama natamani kwenye hiyo kazi usitoke ombaomba, kwenye hiyo ofisi usitoke mkono mtupu, uwe na kitu cha kuonyesha, angalau nilijenga, angalau nilifanya hiki, angalau nilifanya na kile. Kati ya kitu unachokihitaji maishani mwako ni kibali cha Mungu. Sikiliza, kibali kilipowekwa juu ya wana wa Israeli, mifumo iliyokuwa inakataa kuwapa uchumi ikatema uchumi. Ni nini? Ni nani huyu ambaye anazuia mafanikio yako? Ameweka mpaka, amekutamkia kwamba huwezi kufanikiwa wewe, huwezi kufuka wewe, huwezi kupata matokeo wewe. Nisikilize, kibali kikiwekwa juu yako kinaondoa mazuio na kinakupa mpenyo usio wa kawaida kwenye hilo eneo. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda pamoja kweli kabisa. Aya, tuangalie jambo la tatu. Jambo la tatu, sijui niishie hili la tatu. Naona kama utulivu wenu, sijui mnanielewa, mnielewi, sijui nikawavuruga zaidi. Tuishie hili la tatu. Jambo la tatu, kibali ni lango kuu la baraka za Mungu. Kibali ni lango kuu la baraka za Mungu. Ni lango kuu la baraka za Mungu. Kitabu cha Samueli sura ya 2 alafu mstari wa 26. Samueli 2:26. Biblia inasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa hiyo Samueli alipata kibali kwa Mungu na alipata kibali kwa watu. Nisikilize, haitoshi kupata kibali kwa Mungu, unahitaji pia kibali kwa watu, kwa sababu kibali ndio sababu ya watu kuinuka, ndio sababu ya amani ya familia, ndio sababu ya watu kupendwa, ndio sababu ya kustawi.
Ili uweze kufanikiwa kwenye kitu unafanya, kwenye kazi yako, kwenye maisha yako, unahitaji kibali kwenye maisha yako. Kitabu cha Luka ile sura ya 2, Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka 2:52, Biblia inasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa Kiingereza imeandikwa, he increased in favor with God and men. Increased in favor with God and men. Manake aliongezeka kibali kwa Mungu na kibali kwa wanadamu. Nisikilize vizuri. Kibali kwa Mungu na kibali kwa wanadamu ni msingi mkubwa sana wa mafanikio ya kiuchumi na mafanikio ya kimaisha. Watu wengi sana wanaweka mzigo mkubwa kutafuta kibali kwa Mungu. Wachache sana wanaweka mzigo kutafuta kibali kwa watu au kwa wanadamu. Nisikilize. Ukipata kibali kwa Mungu, Mungu ataachilia baraka. Ukikosa kibali kwa watu, baraka haziwezi kufikia maishani mwako, kwa sababu baraka zote unazozihitaji maishani mwako zinatoka kwa Mungu, lakini zinakufikia maishani mwako kupitia watu waliokuzunguka. Baraka zote unazohitaji maishani mwako anayeziachilia ni Mungu, lakini zinafika kwenye maisha yako kupitia watu waliokuzunguka. Fikiria wewe ni muombaji, unaomba Mungu akupe wateja kwenye biashara yako. Unapoomba Mungu akupe wateja, hao wateja hawatoki mbinguni. Mungu akisema ndio mbinguni, alafu lango la watu likawa limefungwa, hawakupendi, wanakuchukia, utabaki tu na maono mazuri. Unaona wateja, biashara inakuwa, fursa kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Ukija kwenye ulimwengu wa kimwili, hakuna anayebariki ofisi yako. Kwa nini? Una kibali kikubwa sana kwa Mungu, hauna kibali kwa watu. Kwenye maisha haya watu wa Mungu, tunahitaji kibali kwa Mungu na tunahitaji kibali kwa watu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Esta, kitabu cha Esta ile sura ya 2 mstari wa 15, mstari wa 15, Biblia inasema, hata ilipowadia zamu ya Esta binti ya Abishaili mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoingizwa kwa Hegai msimamizi wake mfalme, wenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esta alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. 16. Basi Esta akapeleka kwa mfalme Asuero katika nyumba ya mfalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tibesi, mwezi wa 7 wa kumiliki kwake mfalme. Mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji la kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Nisikilize vizuri. Kwenye hii habari, kilikuwa ni kipindi ambacho mfalme anatafuta mke, na mke wa mfalme alikuwa hapatikani tu kirahisi. Ilitolewa matangazo karibu nchi nzima kwamba mabikira wote kwenye nchi wanatakiwa wajiandae kwa kipindi cha miezi kadhaa. Alafu baada ya maandalizi yao, watatakiwa waende wakaonane na kamati maalum aliyokuwa ameandaa mfalme Asuero, kukagua kama huyu binti anafaa kuwa mke wa mfalme.
Kwa hiyo wakapewa miezi kama 6. Wakawa wanatengeneza nyuso zao, wanaoga, wanapaka wanja, wanapaka rangi kucha, wanajipamba kama wanawake. Esther alikuwa anafanya hayo, lakini aliamua kuinua madhabahu. Anamwambia Mungu, sina sura nzuri kama wengine, sina muonekano mzuri kama wengine, lakini nifunike na kibali chako. Nipe kibali kwa ile kamati, nipe kibali pia kwa mfalme. Aliomba kibali kwa Mungu, aliomba kibali kwa kamati. Walipoanza interview, akawa anaingia mwanamke mmoja mmoja. Akiingia binti wakimtazama, wakiona vigezo vitoshi, wanamwambia toka nje, leta mwingine. Anakuja mwingine, wakiona anafaa, nenda kwa mfalme. Mfalme akikuona anasema sawa, lakini kaa pembeni kwanza, aje mwingine. Watamleta hivyo. Alipoingia Esther, Biblia inasema ile kamati nzima iliyokuwa inachambua, Esther alipata kibali kwao, alafu akampenda sana Esther. Sio kwamba Esther alikuwa ni mzuri wa sura, kibali kilimpa nafasi ya pekee. Nisikilize watu wa Mungu, watu hawaolewi kwa sababu ni walembo, kwa sababu wana sura nzuri. Watu wanaolewa kwa sababu wana kibali. Unaweza kuwa na sura ya kawaida sana, lakini kwa sababu ya kibali kimekaa juu yako, kila mtu anasema kamdada waka, nikapate lini? Kwa nini? Kibali kikiwa juu yako kinafunika madhaifu yako, kinafunika mapungufu yako, kinafunua uzuri wako na wema wako mbele za watu. Biblia inasema Esther alipotokea, wakampenda sana Esther kuliko wanawake wengine. Akasema hapa nini wenzangu mnaona nini? Akasema kwa Esther kwa kweli mimi nampitisha, hana shida, apite tu. Baadaye Esther akaingia ndani kidogo, akaenda kwa mfalme. Mfalme alipomwona Esther akasema basi, akawapigia ile kamati, msiendelee kukagua, huyu sihitaji mwingine tena. Kabeba Esther. Esther alipopata kibali kwa mfalme, alipata vitu 4. Cha kwanza alipata kibali, cha pili alimpenda sana, cha tatu alipata neema, cha 4 akapata vazi la kuwa malkia badala ya Vashti. Kibali kikiwa juu yako akiwezi kuiacha maisha yako kama yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri, vitu vyote tunavyovihitaji kwenye maisha haya, watu wa Mungu, havitoki mbinguni, vinatoka hapa hapa duniani, ila inahitaji kibali hivi lisukumwe karibu yetu. Narudia, vitu vyote tunavyovihitaji kwenye maisha yetu havitoki mbinguni. Kama nafikiri na kutania, fuatilia maombi ya watu wengi na usikilize vizuri, utagundua majibu ya maombi yao yako hapa hapa. Unaomba Mungu nipe mme hata toka mbinguni, yuko humu tu mlo humu. Mungu ninaomba uchumi wangu ukue, ni wateja hao watakuza uchumi, watoki mbinguni. Unanielewa ninachosema? Lakini inahitaji kibali ili Mungu aguse mioyo yao, ili mioyo yao ikuletee baraka kwenye maisha yako. Unahitaji kazi kwenye ofisi fulani, usiombe tu kibali kwa Mungu, omba kibali kwa Mungu, omba kibali kwa meneja wa ile ofisi, ili Mungu akisema ndio na meneja kwake iwe ni ndio. Akikuona meneja aseme hakuna mwingine tena anayenifaa, ni huyu, wakupe hiyo nafasi. Kwa nini? Kibali mbele za Mungu kinaachilia baraka, kibali mbele za watu kinakupa nafasi, kinakupa mema kwa jina la Yesu aliye hai. Na Mungu akupe kibali jioni ya leo. Kibali kila eneo la maisha yako, kibali kwenye kazi yako, kibali kwenye uchumi wako. Unapoianza wiki hii kuanzia kesho, maisha yako yakatembee na kibali. Nasema ukatembee na kibali cha Mungu. Simama kwa miguu yako. Yesu,
Inua mikono yako juu.